bado machungu anayo, bado hasira anazo, na hivyo anataka kuja kumaliza machungu yake kwetu. Ndio maana nawaambia ndugu zanguni, mechi hii hamjawahi kuiona tangu mmezaliwa wa Tanzania wote. Yani Mtanzania wa kwanza kuzaliwa, mnamjua? Mwenye simjui. Mtanzania wa kwanza kuzaliwa hajawahi kuiona hii mechi katika maisha yake, na Mtanzania wa mwisho kupatikana, mnamjua? Ama mjui? Mbona? Hamjawahi kuiona mechi ya namna hiyo kwa sababu hizi tatu ambazo nimewapa. Sasa kwa ugumu wa mechi hii, Mwana Simba wanapata wapi starehe ya kufurahia kombe la Muungano? Mwana Simba wanapata wapi starehe ya kujisahau? Mwana Simba wanapata wapi raha ya kuendelea kuburudika wakati tuna kazi kubwa ya kumzuia mtu? Na kumbuka, tumemfunga kwenye kombe la Muungano. Kwa muda mrefu hatujamfunga katika ligi kuu ya NBC. Ukiacha ule msumari wa moto wa Kibu Dennis na Enoch Inonga Baka, hatujamfunga tena. Baada ya muda mrefu kupita, tunatakiwa tumfunge tena kwenye ligi kuu ya NBC, na kazi hiyo ni kazi ya Jumapili ya tarehe 3. Tumedhalilika kwa muda mrefu, tumekuwa wanyonge kwa muda mrefu, tumekuwa pole kwa muda mrefu, tumefungwa mdomo kwa muda mrefu. Kila ukitaka kufurukuta tumekufunga unanyamaza. Tulikuwa tunajitutumua kwa sababu sisi ni watu wabishi, lakini tunakosa power ile, tunakosa authority kwa sababu ya kufungwa mara nyingi. Sasa minyororo ile tunayo uwezo wa kuikata na sisi kuwa huru kuweza kuipambania na kuizungumzia Simba yetu. Mwamba wa Lusaka, Clatous Chota Chama ametuvua hiyo minyororo. Anicet Oura ametuvua hiyo minyororo ya unyonge. Libase Geye ametuvua minyororo ya unyonge. Nixon Kibabage ametuvua minyororo ya unyonge. Wameturejeshia confidence yetu wakina Kagoma, wakina Kapombe, wakina Mligo, na sasa tunaweza tukasimama kibabe tukazungumza kuhusiana na Simba yetu. Tunakwenda tarehe 3 kwenda kukamilisha shughuli hii, na tunaiweza. Ndugu zangu wana Simba, narudia tena, adui unayemuweza mwenyewe, malizana naye mwenyewe. Usisubiri mpinzani wa nje aje ammalize adui yake. Ni kujichelewesha. Kwa ufupi, twende tukamaliza naye wenyewe siku ya tarehe 3.